Haleluya, ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye hautakuwa tena tu msikilizaji bali mtendaji pia wa neno la Mungu linavyokutaka uweze kulitenda na linavyokutaka uweze kulishika sawasawa na maagizo ya Mungu. Nipate tu kukuambia kwamba atukuzwe yeye aketie juu ya vyote, ndani ya vyote, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na ikiwa ameketi juu ya vyote na yuko pia ndani ya vyote, basi inastahiki apate sifa, inastahiki apewe utukufu, kwa maana ni yeye awezaye kuketi juu ya vyote na ndani ya vyote, kwamba anaweza akawa ndani ya maisha yako, lakini akawa pia ndani ya maisha ya mtu mwingine, ambavyo ni vigumu sana mwanadamu kuwa hapa halafu akawa tena sehemu nyingine, lakini Mungu amejawa na dunia yote. Utukufu, heshima vimrudie Mungu aliye juu mbinguni. Hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani, tukiendelea kuitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu, na tukinyoosha mapito yake. Maana kila bonde litajazwa na kila kilima kitashushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua ya kwamba na hizi ndizo sikukuu za Bwana na inawapasa watu wazishike, basi tumeletwa mahali hapa, mimi pamoja na mtumishi, mimi pamoja pia na mwenzangu, ili tuweze kuyafikisha yale ambayo tumeweza kupewa na Mungu, ili upate kujua kwamba zipo sikukuu ambazo Bwana ameziweka kwa nyakati zake, na watu wazishike kulingana na wakati wake. Kabla tujaweza kuelezeana kwa undani zaidi, kwa unaga ubaga, basi naomba tupate kuomba. Kama nilivyotangulia mara ya kwanza, ya kwamba Bwana akasema nitawapa watumishi ambao wanaopendeza moyo wangu, kwamba si kwamba tu mpaka labda tukupendeze kwa haya tunaoyafundisha, kwa sababu mwingine tayari ameshaamua kuchukua mapokeo kwa kufuatisha namna ya dunia, lakini sio mwongozo wa Biblia. Kwa tumekuletea kile ambacho kinatoa mwongozo, tumekuletea maneno ya Mungu yanayompa mwongozo mwanadamu yoyote hapa duniani ayashike, na akiyashika basi amemshika Mungu, kama ilivyoandikwa, shika sana ulicho nacho naja upesi. Naomba tuombe. Baba, ninakushukuru, asante kwa nafasi ya upendeleo na kibali ambacho umetupatia mimi pamoja na mtumishi wako na mpako wako mafuta, tukiamini ya kwamba Roho Mtakatifu ndio mwendeshaji wa kipindi hichi, akiwa ndani yetu na kwa kutumia vinywa hivi, na tunaamini Roho Mtakatifu ni moja ya ambaye anaweza kuwashuhudiza wale wanaotufuatilia kupitia madhabahu hii ya channel hii ya Yerusalemu TV. Kwa moja naamini kabisa Roho Mtakatifu atakuhudumia, atakuelekeza, atakuongoza, atakushauri, pamoja na jicho lake likikutazama. Kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, utapata kujua nini Mungu anataka ukiishi, ukishike mpaka siku ya kuja kwake. Amen. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba tumepata neema tena na kibali machoni pa Mungu kutufunulia mambo ambayo yanawafanya watu wajikute wanatembea nje ya majira ama nje ya maagizo ya Mungu kwa mwongozo wa Biblia, na hususani kabisa leo tukiwa tunaongelea habari za Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo tunaona somo la kichwa limebeba kichwa kinachosema, na hizi ndizo sikukuu
za Bwana na yawapasa watu wazishike. Kwa hapa siku ya leo mtumishi, tutawaelezea watu sikukuu mojawapo miongoni mwa sikukuu nyingi, kwamba hii ni mojawapo tu ya sikukuu, lakini hapa anasema zipo sikukuu nyingi. Lakini leo tu tutaangalia sikukuu ya Pasaka ya Bwana. Kwa wakati tutakapokuwa tukiangalia sikukuu ya Pasaka ya Bwana, hiyo sikukuu ya Pasaka ya Bwana inatoa mwongozo gani kwa watu washike na kufuata mwongozo wa maneno ya Mungu ndani ya Biblia. Kwa tutapenda mtumishi wa Mungu utupe kwa uthibitisho wa kifungu kitakatifu cha Biblia kinachotupa mwongozo huo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kurudisha kipindi tena cha mafundisho. Amen. Bwana afunulie tena kwa njia nyingine kuhusu siku zake ambazo watu mbezo waziendee na kuzishika, ambazo kama ni amri ya Mungu, ni amrisho la Mungu kuzishika na kuzifanya. Amen. Kaangalia pia katika siku hizi za Bwana zina majira na wakati wake. Zina majira na wakati wake. Na mtu akitembea sana na nyakati na majira za Mungu ndipo atafanikiwa na kumwona Mungu. Au anakuwa ametembea na Mungu kama Henoko alivyomfurahisha Mungu kwa kutembea pamoja naye. Kwa kuzijua hizo nyakati na majira na Mungu, basi kutembea nazo, basi utakuwa utamwona Mungu na utakuwa unatembea pamoja na Mungu. Lengo sisi pia na wewe pia Mungu na kutembea pamoja na Mungu katika majira na nyakati ya Mungu ameziweka kuziendea. Amen, amen. Amen. Sasa baba tuende kwenye uthibitisho sasa wa kibibilia kama nilivyotangulia kusema. Tuangalie unatusomeaje hapa. Kwa hiyo tutaongea siku za Bwana ambazo ambazo ni Pasaka. Ziko zingine ambazo siku za Bwana watu ziendee, lakini tunalenga Pasaka. Amen. Basi tuangalie kitabu cha Mambo ya Lawi 23:4-5. Kitabu cha Mambo ya Lawi sura 23 mstari wa 4 mpaka 5. Kitabu cha Mambo ya Lawi kitabu cha Mambo ya Lawi sura 23 mstari wa 4 mpaka 5. Biblia inasema kwamba siku za Bwana ndizi. Sikukuu za Bwana ndio hizi. Sikukuu za Bwana ndio hizi. Sikukuu za Bwana ndio hizi. Kwa Mungu unafunza kumbe kama Mungu ana siku zake, kwa watu kuziendea. Sikukuu za Bwana ni hizi. Ni makusanyiko matakatifu. Makusanyiko matakatifu. Tunajifunza kumbe katika siku za Bwana kuna utakuwa na kusanyiko takatifu. Takatifu watu katika hali ya usafi. Watu wanamcha Bwana, watu wanaotembea sana penzi ya Bwana. Hiyo ndio kusanyiko takatifu. Sasa sikukuu za Bwana hizi ni makusanyiko matakatifu ambao mtakao piga mbiu na kwa nyakati zake. Kwa nyakati zake. Kwa siku za Bwana hizo nyakati zake watu kuziendea. Amen. Sawa 5. Mwezi wa kwanza siku ya 14. Mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. Wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Amen. Mwezi wa kwanza ni Januari, kama unavyojua. Mwezi wa kwanza ni Januari. Siku 14 kwa siku mwezi wa kwanza Januari siku ya 14. Tarehe 14 mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka. Wakati wa jioni Pasaka jana. Jioni Pasaka ya Bwana. Amen. Amen. Kwa hiyo kama alivyotangulia kutupa mwongozo wa Biblia unavyomtaka Mkristo aweze kushika maelekezo, maana Biblia ni mwongozo. Hamna mtu yote anaweza akahitaji akawa ana dereva alafu asitake kuongozwa na dereva na akataka kujiongoza mwenyewe. Kwa hiyo Biblia ni mwongozo. Biblia ni mwongozo, na dereva wetu ambaye anatuongoza ndani ya mafundisho au maelekezo ni Yesu Kristo, akiwa ametuachilia Roho Mtakatifu
anayetufumbulia mafumbo na maelekezo sahihi yanayomtaka Mkristo aishi vipi ama afatie nini. Kwa kama ulivyotangulia kusema kwamba sikukuu za Bwana ndio hizi, kwamba watu wajue kwamba kuna sikukuu za Bwana, na anasema sikukuu za Bwana ni hizi, lakini leo tumeongelea Pasaka. Kwa anasema sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu, kwamba mtu unapokuwa unakusanyika nje ya maelekezo ya sikukuu ya Bwana, mnakuwa mnaenda peke yenu, watu wanakuwa wako peke yao, maana Mungu ni Mungu wa wakati na majira. Kwa hiyo Mungu kama ni Mungu wa wakati na majira, maana wanatembea na huyo Mungu wa majira, lakini wanaposhindwa kufuatia mwongozo huu, ina maana wanakuwa nje ya Mungu wa majira. Kwa nasema siku za Bwana ni hizi, na ni kusanyiko takatifu ambao mtampigia mbiu kwa nyakati zake. Kupiga mbiu manake mtatangaza kwa wakati wake, na ndipo mtumishi ametangulia kusema kwamba zitatangazwa au zitapigwa mbiu kwa wakati wake, kwamba sasa unapofika sasa ule wakati ambao tumeona Wakristo wengi hasa madhehebu kama Katoliki, Lutheran, Anglikana, wengine ni wako Pentekoste, wengine TLG, wengine yani namna mbalimbali ya Assembly of God. Tumeona namna ambavyo baadhi ya madhehebu hayo yanajiendea kwa taratibu zao wenyewe, lakini hazifuati taratibu, hazifuati muongozo wa Biblia. Ndio maana semaje, ndipo kasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. Basi tunapata kuona kwamba yoyote asiyeenda kwa mwezi wa kwanza ambao ni tarehe ya siku ya 14, wakati wa jioni itakuwa ni Pasaka ya Bwana, basi dhehebu lolote linalojikuta liendi au linafatia namna ambavyo ama dhehebu au tunasema dini za kwanza ambazo wanasema madhehebu ya kwanza ni Katoliki, kwa moja ni kufatisha namna dunia hii. Ni kufatisha namna ya dunia, sio kufatisha mwongozo wa mambo ya Mungu. Ndio maana hata hapa tunapozungumza wapo watakaochukia, ili litimie lile neno niliposema maneno yako. Naomba tupate lile neno nalosema kwamba nimewapa neno lako na ulimwengu umefanyaje? Ukawachukia. Yohana 17:14. Asante. Yohana 17:14. Ndiyo. Mimi nimewapa neno lako, ulimwengu umewachukia. Kwako wao sio ulimwengu, kwako sio ulimwengu, kama mimi sivyo ulimwengu. Amen. Yohana 17:14. Yohana 17:14. Amen. Mtumishi hapo kama unaweza kutuelezea. Amen. Hapa mtumishi wa Mungu anapatiwa neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu anapatiwa neno la Mungu, anapatiwa na Mungu. Kwa Mungu apatia watumishi wake neno ya kupatia watu katika kanisa pia ambao ni watu. Na kanisa ni mtu. Mimi nimewapa neno lako. Na ulimwengu ni watu ambao wanaenda katika sasa dunia inavyoenda. Amen. Haleluya. Ulimwengu ni watu ambao wanaenda kwa taratibu za mambo ya dunia hii. Mimi hapa neno lako, ulimwengu umechukia. Watu wa dunia hii wamechukia watumishi wako, bado kwa hapa neno lako watumishi wako. Amen. Ulimwengu umechukia. Kwa wao sio ulimwengu kama mimi. Hapo Yesu anambia kwa sababu hao watumishi wangu sio kama ulimwengu, kama ulimwengu wa mataifa wa dunia. Kama mimi Yesu Yesu ambaye sio wa dunia. Haleluya. Kwa Yesu anaweza kwa wao sio wa ulimwengu kama mimi ni sivyo ulimwengu. Amen. Kwa Yesu anaongea kupitia neno lake. Amen. Kwa hiyo wakati ukiwa unazungumza haya nimeweza kupata kwamba mimi nimewapa neno lako, kama hivi tunavyotoa maelekezo, tunawapa maneno ya Mungu
yenye kutoa mwongozo wa sikukuu ya Pasaka inatakiwa uwe ni mwezi gani, tarehe ngapi. Lakini pale tunapokuwa tunatoa, yule atakayeshika atachukiwa, kwa kuwa wao hawafatishi namna ya ulimwengu. Kwa hata leo ukafika kwenye huduma yetu, mwingine anaweza akawa anachukia, kwa nini hamwenendi? Asante sisi hapa. Kwa nini hamwenendi sawa sana mwongozo wa dini ya kwanza? Au kwa sababu ya jinsi ya ulimwengu, maana kwa ulimwengu wote unamwadhimisha, lakini ni nje ya tarehe iliyoandikishwa ndani ya Biblia takatifu. Kwa nasema kwa kuwa wao si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo ulimwengu huu. Kwa Mungu yeye haangalii wengi wape kwa sababu wanaadhimisha hiyo siku. Anaangalia wale wachache ambao wanaenda kwa mtiririko, taratibu, nyakati alizoziweka yeye, kwa maana Mungu huwa ni Mungu wa kutembea na watu wanaotembea na yeye kwa wakati. Kwa kuna watu wanajiendea kama hiyo Pasaka iliyotangazwa kwamba itakuwa ni tarehe bila kukosea ya mwezi wa 4 mwaka 2026, ambayo itakuwa ni kama tarehe ngapi? Leo wanasema leo tuko tarehe 3 bila kukosea. Leo tarehe 3 wanasema Jumaa Kuu, wana Jumamosi kesho, alafu pia wana tarehe 4 ambao ndo wana. Sasa tunaona maelekezo yanavyoeleza na namna ambavyo wanavyojiendea. Ndio maana sema msifatishe namna ya watu wa dunia hii. Kwa Mungu anaona kwamba walio wa dunia hii wana taratibu zao, lakini ambao si wa dunia hii, ambao mimi nimewachagua ndani ya dunia hii, watafatisha mwongozo huu ambao tumetangulia kuwapa. Amen. Sasa baada ya kusema haya, tuone tena uthibitisho mwingine mtumishi unaotupa mwongozo wa kibibilia kwenye ile Hesabu 9. Hesabu sura 9 mstari wa 1 mpaka 5. Amen. Tuangalia kunasemaje kuhusu somo letu. Kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri. Akaambia tena wana wa Israeli washike siku ya Pasaka na washike kwa inabidi washike, wana Israeli washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa, kwa maagizo ya Mungu. Siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ndashika kwa wakati wake ulioagizwa kwa amri zake zote, kwa ni amri ya Mungu, kwa amri zake zote, na kama hukumu zake zote zivyo ndivyo ndivyoshika. Amen. Sawa. Kisha Musa akamwambia wana wa Israeli kwamba washike siku hiyo ya Pasaka. Hapo Musa anaambia wana wa Israeli shika siku hiyo ya Pasaka kama alivyomwambia Mungu waambie wana wa Israeli. Nao watashika Pasaka katika mwezi wa kwanza siku 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara Sinai, vile kama yote Bwana alimuagiza Musa ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Amen. Tunashukuru sana kwa mwongozo na ni uthibitisho wa kifungu kingine cha Biblia kinavyotuelezea kwamba siku ya ngapi? Hesabu 9 ule mstari wa 1 nitasoma hapa. Anasema kama mtumishi alivyotangulia, kwanza maelekezo yanajieleza. Kile mimi ninachotaka tu kukielezea kidogo, upeo wa kila mtu uko tofauti. Kwa kuna mwingine unatakiwa umwelezee kwa kina sana, japo maelekezo yanajieleza. Kwa sema kisha Bwana akanena na Musa
Kwa Mungu tunaona hapa alikuwa akimpa maelekezo Musa. Na hapa alikuwa akisema naye katika bara ya Sinai, alafu ulikuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, yani lakini ni mwezi wa kwanza, lakini huo ulikuwa ni mwaka wa pili baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Kwa kule kutoka kwao tayari Mungu akawa amempa maelekezo kwamba wanatakiwa waishike tena wana wa Israeli na washike. Tunaona mstari wa pili, tena wana wa Israeli washike. Mungu anaposema washike, maana akasema shika sana ulichoagizwa kwa tarehe zilizowekwa, kwa mwezi uliowekwa. Shika, maanake unapokuwa umeshika maelekezo ya Mungu, umemshika yeye. Anasema shika sana ulicho nacho, maanake kama umepewa tarehe moja au mwezi wa kwanza tarehe 14, anaeleza shika sana ulicho nacho, maana naja upesi, kwamba anahitaji anapokuja kwa ajili ya unyakuo wa kanisa awakute watu bado wakiendelea kushika sikukuu zake ambazo amesema tuzitangaze, tuzipigie mbiu kwa wakati wake na sio vinginevyo. Kwa hawa ambao wamekupigia mbiu nje ya wakati, je, atakapokuja awakute watu wamepiga mbiu ya Pasaka ni tarehe 4 ya mwezi huu wa 4 ya mwaka 2025, nafikiri itakuwa tarehe 5. Unadhani kwamba atawaweka kwenye fungu gani? Watu wasioshika yale Mungu aliyoagiza. Kwa nasema tena mstari wa ngapi? Wa 3. Hapa anasema shika sikukuu ya Pasaka kwa wakati ulioagizwa, ule wakati ambao ameagiza. Kama ameagiza ni saa 1, kama ameagiza ni jioni kama ilivyoeleza, basi ifuatishwe sawasawa na maagizo yaliyoagizwa. Hakuna mtu anaweza akatoa maagizo nyumbani kwake, iwe ana binti wa kazi, iwe ana kijana wa kazi, ama bosi ofisini anatoa maagizo yasifuate namna anavyopaswa. Sasa Mungu ni bosi wa mabosi. Amen. Na huwa mwingine asipotekeleza hayo, ina maana unakuta hauna kazi. Kwa mstari ule wa 3 unaeleza siku ya 14 ya mwezi huu wakati wa jioni mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote, kwamba hiyo ni amri yake aliyoagiza, na kama hukumu zake zote zilivyo ndivyo mtakavyoishika. Manake ambaye hajatekeleza, ina maana tayari anahukumiwa. Kwa hiyo wala sio kwamba tunatoa maelekezo yako kuhukumu, neno tu lenyewe linakuhukumu. Kisha Musa sasa ikatokea akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka, washike kulingana na tarehe iliyoanishwa ndani ya Biblia takatifu. Nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa ngapi? Tunaona wao walishika katika mwezi wa kwanza siku ya 10, maana walikuwa wanatembea na Mungu. Kwa wale waliokuwa wameshika, ina maana katika mkono wa Mungu wa kuume wameshika maagizo yake, ina maana nao Mungu aliwashika, na katika mkono wa kuume wa Mungu kuna haki kwa wale waliolitendea neno lake haki. Wanapata haki zao, haki za kuwa wazima, haki za kuwa na amani, haki ya kuwa na furaha. Leo tunaona amani imetoweka duniani. Yote ni kwa sababu anatimizaje watu kupata haki ikiwa hawajashika amri zake ambazo tunavyozishika tumemtendea haki. Lakini nje hapo hajatendewa haki, na yeye hawezi kutoa haki. Kwa anasema nao akaishika Pasaka katika mwezi wa ngapi? Wa kwanza, siku ya
ya 4 ya mwezi wakati wa jioni, alafu ni katika bara ya Sinai, pale pale ambapo Mungu alipokuwa ameagiza, ndipo walipomla mwana Pasaka. Na kumla mwana Pasaka sio kwamba ni kuchinja mbuzi au kuchinja kondoo, maanake ni kulila neno la Mungu, maana neno la Mungu ni chakula. Anasema wakafanya vile vile, na ina maana walikuwa wanafanya kwa ukumbusho wa kwamba alikufa, alichinjwa kwanza ndipo akafa. Anasema katika bara ya Sinai vile vile, kama hayo yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Sasa mtumishi wa Mungu, hivi ndivyo wana wa Israeli walivyoweza kuitii sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake Musa. Kwa sijajua kuna wangapi watatii kupitia sauti ya Mungu ndani ya vinywa hivi, lakini wakati Musa alipokuwa akiwaeleza wakatekeleza. Tutaona pia mfano, tutaona huku mfano wa watumishi, mfano wa mtumishi wa Mungu Yosia. Sio kwamba kuna ambao hawatatekeleza. Tutaona mfano wa mtumishi wa Mungu Yosia alivyofata au alivyoshika mwongozo wa neno la Mungu katika Biblia na kutimiza maagizo yaliyoagizwa kwa habari ya siku ya Pasaka. Kwa uthibitisho wa kitabu hichi, karibu katika Nyakati ya Pili sura ya 35 mstari wa kwanza. Ndio. Naye Yosia akamfanyia Bwana Pasaka. Huko Yerusalemu, wakachinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa mwaka. Siku ya 14 ya mwezi wa mwaka. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Amen. Kwa hiyo hapa pia Yosia akawa atimize amri ambayo imetolewa na Israeli wakati wa pili cha Musa. Akawa atimiza shika siku za Bwana ambazo zaamriwa watu kushika. Sio kwamba basi wakachinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Siku ya kwanza ambayo ni Januari. Amina. Siku ya 14. Kwa tumeona mfano wa mtumishi mwingine aliyeweza kwenda na majira yaliyopigiwa mbiu, yaliyotangazwa. Mojawapo ni Yosia. Twende pia tumwangalie mtumishi wa Mungu aliyeweza pia kutembea na Mungu ambaye ni Ezra, katika kitabu cha Ezra 6:19 mpaka ile aya ya 22. Kisha wana wa misho wakafanya Pasaka. Wana wa misho wakafanya Pasaka mwezi wa kwanza siku 14 ya mwezi. Kwa maana makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa wote walikuwa hali ya utawala. Wakachinja Pasaka kwa ajili ya wana wote wa misho na kwa ajili ya ndugu zao makuhani na kwa ajili ya nafsi zao. Wana wa Israeli wakaila wale waliorudi kutoka nchi ya uhamisho wao na watu wote ambao pamoja nao wajitenga na uchafu wa taifa za nchi, na ili kumtaka Bwana Mungu wa Israeli. Amen. Pia hapo wana wa mwisho ambao ni wana Israeli walifanya Pasaka pia mwezi wa kwanza. Kitabu cha Ezra inathibitisha kwamba pia wana Israeli walifanya wana wa mwisho ambao ni Israeli wana Pasaka mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. Haleluya. Na makwani pia na Walawi pia wakajitakasa. Kwa hiyo tunaona pia kuna na kwenye hii kusanyiko ni kusanyiko takatifu. Kwa hiyo lazima kutikale utakaso. Amen. Wana Walawi wakwani Walawi kujitakasa pamoja nao wakafanya katika utawala. Haleluya. Na sema hapa sema kitabu 21 nikunuka kidogo. Wana Israeli wakaila wale
walirudi kutoka nchi wa mwisho wao, na watu wote ambao ni pamoja nao wakajitenga na uchafu. Unaona, kutenga na uchafu. Kwa hiyo katika hii pia Pasaka na hiyo utenga katika ile usafi, utenga na uchafu, uchafu wa taifa, uchafu wa taifa za nchi. Kwa hiyo kuna wale kuja kutenga uchafu ambao bado hawajamjua Mungu, ambao bado wanakosea Mungu, kutenga nao. Karibu mtu wa Mungu. Amina. Basi na mimi nipate kuelezea kwa sehemu kwamba hawa wana wa uamsho ni pale ambapo pia Musa alitumwa awaambie wana wa Israeli, amwambie Farao, waachie watu wangu. Kwa walitolewa kule kwenye utumwa, kwa wakahamishwa utumwani. Kwa hawa ndio walikuwa wana wa uamsho, wakamfanyia sasa Mungu Pasaka. Ndio masema waachie watu wangu wakanitolee sadaka. Sasa kwa maana hii ilipelekea pia waifanye mwezi huo, kwa kuwa makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa. Kwa hiyo hapa inatuonyesha kwamba huwezi kuifanya Pasaka tarehe 14 mwezi wa kwanza ikiwa hujajitakasa. Kwa hapa inapaswa watu Walawi waliokuwa na makuhani walikuwa wamejitakasa wote pamoja, wote walikuwa hali ya tohara. Tohara maanake ni tunaelewa ni kusafishwa. Ndipo sasa wakapata kibali, wakapata fursa nzuri, wakachinja hiyo Pasaka kwa ajili ya wana wote wa uamsho na kwa ajili ya ndugu zao makuhani. Kwa na makuhani nao walikuwa na ndugu zao, na kwa ajili pia ya nafsi zao. Wana wa Israeli wakaweza kumla Pasaka. Tumeelezea kwamba Pasaka ambayo inaliwa kwa sasa tunazungumzia ni maneno ya Mungu, kwamba hata mtu anapokuwa analishwa neno la Mungu lazima usafishe kwanza. Hata shamba ili ulipandie mbegu lazima ufanye maandalizi ya kulisafisha shamba, baada ya hapo ulipandie mbegu. Kwa hata mtu anapotaka kila chakula lazima wakisha hiyo sahani umeiosha ili uweze kukipakulia kipokee kile chakula. Kwa utaratibu pia kanisani baada inapoanza watu wanatoa shukrani, wanashukuru Mungu kwa siku hiyo, baada wanaitakasa kwa lengo moyo uwe safi. Moyo safi kwa sababu tunachopokea neno la Mungu ambao chakula chetu cha roho ni moyo. Kwa sababu kijengea chakula kisafi kutoka kwa Mungu, kwanza watakasa ile moyo kama sahani. Kama mtu unapoenda kupakula chakula, wewe usipake chakula kwa sahani kwa chafu. Utakasa labda usafishe sahani yako ndio upakule chakula. Kwa moyo sisi mfano ni moyo kwa mfano ambao ni kama sahani ambao kwa chakula cha roho chetu ambalo Mungu. Amen. 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 Baada ya kusema haya, tukiwa tunaelekea tamati, tuone mfano wa mfalme aliyeweza kutekeleza amri ya sikukuu ya Pasaka na kufuata mwongozo wa Biblia. Na Biblia inasema hakuna aliyefanana na mfalme huyu kwa kuenenda na namna ambavyo Mungu anataka watu wapige mbiu kwa kushika maagizo yake kwa tarehe alizozioanisha ndani ya Biblia. Karibu wa pili ule mstari wa 23 na ile aya ya 21 mpaka 22. Maandiko yasema, naye mfalme akaamuru watu wote akasema, fanyeni Bwana Mungu wenu Pasaka kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Agano. Sura 22. Hakika yake akufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani za waamuzi walioamua Israeli, wala katika zamani za wafalme wa Israeli, wala za wafalme wa Yahudi, bali katika mwaka wa 14 wa mfalme Yosia ifanyika Pasaka hii kwa Bwana ndani ya Yerusalemu.
tena wenye pepo, watambuzi na wachawi na vinyago na sanamu. Amen. Kwa hiyo tukaangalia basi hapo kwa 23 22 samani kidogo tuishia 22 samani. Kwa hiyo tuangalia hapa hii mstari 21 na 22, na mfalme akaamuru watu wote wakasema, wafanyeni Bwana Mungu wenu Pasaka. Kwa mfalme huyu mfalme ni watu katika falme, ni falme katika falme wa mbinguni, sio wa dunia. Si kama wachungaji hapa, ni mmoja wa falme hapa tunakisha mfalme wa falme wa Yesu Kristo. Kwa mfalme akaamuru watu wote akasema, wafanyeni Bwana Mungu wenu Pasaka. Akaamuru watu fanye hivyo. Tumeandika katika kitabu cha Agano na Biblia. Amen. Amen. Sasa unapoelezea kwamba mfalme akasema mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka, kama ilivyoandikwa katika kitabu hichi cha Agano, manake alihakikisha, aliwaamrisha watu wamfanyie Bwana Mungu wetu Pasaka sawa sawa na maandiko haya ya kitabu hichi cha Agano. Manake Agano ni makubaliano, kwamba tunakubaliana tarehe 14 ya mwezi wa kwanza itakuwa ni Pasaka ya Bwana. Kwa hawa walikuwa wanatimiza agano, walikuwa wanatimiza makubaliano, mapatano. Na tunajua kuna maamuzi yanafanyika, adhabu inachukuliwa kwa mtu yote anayevunja agano, anayevunja mapatano, makubaliano. Kwa wanaotembea nje ya maelekezo ya Mungu, maana wamevunja patano, wamevunja makubaliano waliokubaliana na Mungu wao. Na Mungu ni Mungu wa mapatano. Mungu ni Mungu wa kuangalia agano ambalo amepatana, ameingia na watu wake. Kwa tunaposikia maneno ya Mungu ni sanduku la agano, manake ni watu ambao Mungu amesema na wao waweze kushika maagizo yake. Wanapoyavunja wanaingia kwenye mikono mingine, sio tena mkono wa Mungu umemshika, na kuwa tena ni mkono wa mwingine wa kufungwa na namna nyingine yote. Akisema hakika yake haikufanyika. Huyu mfalme alitambua kwamba ni makubaliano, na tunaona Biblia inatupa mwongozo kwamba hakika yake haikuwahi kufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani. Kwa Mungu anaturudisha kwamba tangu zamani za waamuzi waliokuwa wanawaamua Waisraeli haijawahi kutendeka, haijawahi kufanyika. Kwa lazima kizazi hichi kitafasiri, lazima kikae chini kitathmini na kifikiri upya na kibadili mtazamo na fikra, kwamba ikiwa Mungu anaeleza hakuna tangu zama za wakati huo, hakuna waamuzi, manake watumishi ni waamuzi, maaskofu ni waamuzi, mitume, manabii ni waamuzi, lakini unaambiwa hapa kabisa hawajawahi kufanya. Waamuzi wa sasa wanajiamulia kwa kufatisha taratibu zao, wanawaamulia na waumini wao twende hivi, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzie, wote wanatumbukia wapi? Katika shimo. Kwa ndio maana anasema hakika yake haikufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani za waamuzi walioamua Israeli, wala katika zama za wafalme, hata zama za wafalme wa Israeli, wala za wafalme wa Yuda hazijawahi kufanyika. Basi tukae tuangalie na tubadilishe mtazamo na fikra, kwamba yatupasa tufuate mwongozo wa Biblia, ama Mungu mwenyewe ambaye ni neno anataka watu wake wafanye nini, ili iandikwe kwamba walipatikana waamuzi waliowaamulia waumini wao kufata taratibu za Mungu, wafananishwe sawasawa na mfalme huyu aliyetoa maamuzi ambao unaambiwa hakuna Pasaka iliyowahi kufanyika. Kwa hata kama kesho tarehe 5 mwezi wa 4 2026 hata ifanyike kwa ukubwa kiasi gani duniani, hakuna
Hakuna, kama mtu hajafuata mwongozo wa Biblia, hakuna, ni kupoteza muda. Na tunahitimisha tukiangalia, si ndivyo? Tunahitimisha tukiangalia Bwana anavyotufanyaje. Tunahitimisha kwa kuangalia Bwana anavyochukizwa na sikukuu zenu zisizofuata taratibu alizoziweka Bwana. Kwa anachukizwa sana na hizo sikukuu. Kwa hiyo hakuna ambayo imemfurahisha kama yeye mfalme tuliotoka kumweleza hapa. Amosi 5:21 mpaka 24. Naomba tusome. Mimi nachukia sikukuu zenu. Mimi nachukia sikukuu zenu. Na nazidharau. Nami sitapendezwa na mkutano yenu ya dini. 22. Nami ijapokuwa ijapokuwa mnatolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitakubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani za wanyama walionao. Walionona. Niondoleni kelele zenu za nyimbo, kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Lakini hukumu itateremka kwa maji na haki kama maji makuu. Amen. Kwa hiyo hapa mstari wa 20 nasema lakini hukumu na iteremke kama maji na haki kama maji makuu. Kwamba je, mmemtendea haki? Kwa watu wanatembea na hukumu za kutokufuata kanisa ambalo linaadhimisha Pasaka tarehe ya 5 mwezi huu wa 4 mwaka 26, hata kama ni nyingine zote zilizofanyika. Bwana anasema hukumu na iteremke kama maji na haki kama maji makuu. Tumesema anayeshika neno la Mungu anamtendea Mungu haki, na katika mkono wake wa kuume umebeba haki. Ni haki Mungu kuachilia baraka, ni haki Mungu kuachilia uzima, ni haki Mungu kuachilia uponyaji. Ndio maana utaona anasema naachilia uzima, naachilia uponyaji, naachilia baraka, na kila mtu akijua sisi ni kazi ya mikono yake, na ametushika kwa mkono wa kuume wa haki yake yeye pia. Je, kama tujamshika Wakristo, kama mtu haujamshika Kristo, unadhani kwamba amekushika? Au unategemea haki yoyote kutoka kwa yeye ambaye hujamtendea haki? Ndio maana hapa anajaribu kueleza, mimi nazichukia sikukuu zenu na ninazidharau. Kwa maana anaona mmemdharau kutokufuata maelekezo yake. Tena sema nazichukia, nami sitapendezwa na hayo makutano ya dini ambayo mtakutanika kwenye pembe za miji mbalimbali duniani, au kwenye wengine michanganyo. Kuna vitu vingine unajiuliza, hivi ni Pasaka ya Bwana? Ikiwa Bwana anahitaji utakaso, watu wanajitakasa, afu mwishowe siku ya mwisho imemalizika, wanasema Pasaka imemalizika, basi utasikia kuna disco toto. Pasaka. Wametenga kumbi za kwenda kucheza, tena sio nyimbo za Injili, ni bongo flavor, ni nyimbo za kidunia, na iliyo hali Biblia inasemaje? Mchanganyo. Kwa hiyo wanafanya hivyo, ni moja ya machukizo, maana maandiko yanasema iweni safi kwa wakati unaofaa na usiofaa, kwamba wasifananishwe na mbwa ambaye anarudia matapishi yake mwenyewe, anarudia uchafu. Manake wamefunga na kuomba, hasa nyakati za mwisho tulizopo. Kwa Mungu anachukia sana hayo makutano
ya dini, na anasema naam, ijapokuwa hata mnamtolea sadaka zenu za kuteketezwa, sadaka zenu za unga, anasema sitazikubali, wala sitaangalia sadaka zenu za amani na wanyama walionona. Alafu anasema hata nyimbo zenu hizo za Pasaka mnazoziandaa na kuzitunga nje ya wakati wake, anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu, lakini hukumu iliyo kuu, anasema na iteremke kwao wasiotaka kuyafuata maelekezo ya mwongozo wa Biblia takatifu unavyotaka. Mwenye masikio aambiwe sikia, wala mwenye macho aambiwe tazama. Yawapaswa walisikie neno hili ambalo Roho anena na kanisa. Amen. Labda niongeze kimoja, maandiko yasema haki inua taifa, bali dhambi ni karibu kwa watu wote. Sasa haki inaanza kwa kanisa, haki inaanza kwa kanisa mpaka taifa liinuke. Mungu anatazama haki ianze kwa kanisa, kwa kutimiza haki, shika siku zake za Pasaka. Ni haki yake afuatiwe taratibu alizoweka. Kwa haki ikianza kanisani, basi huko taifa itainuka, uchumi unainuka, mambo taifa inainuka. Lakini Mungu anaangalia kwanza sisi kama kanisa tuanze kwanza huko chini. Anaangalia kanisa lianze kutimiza haki ya siku zake amazoweka, ili taifa liinuke. Na taifa likiinuka, hata watu walio ndani ya taifa hilo wanainuka kiuchumi, wanainuka kwenye mambo mbalimbali yanainua watu wa hilo taifa husika. Kwa ni hayo tu tukiwa tunaenda kuhitimisha. Sijajua kama una jambo lingine. Bwana tulichozaba sema wapumba Zaburi 117. Amen. Zaburi 117, wapumbavu kwa sababu ukosaji wao, na kwa kuwa kwa sababu maovu yao ujitesa. Kwa hiyo sisi ama tena sana amri za Mungu kuita siku zake amezoweka, basi tunajitesa kwa sababu nini? Hatutimizi amri za Mungu. Taifa linakuwa linashuka kiuchumi. Taifa linakuwa katika hali duni na watu wa mataifa wanakuwa katika hali duni, lakini sio kwamba Mungu anapenda kumtesa mtu, bali kwa sababu ya upumbavu wa kufuatisha namna dunia hii watu wanajitesa. Kwa hiyo sio kwamba Mungu anatesa watu, bali ni watu wanajitesa kwa sababu ya kutokushika sikukuu za Bwana zilizoamriwa kwa wakati wake. Afukangaa pia Mungu katika siku hizo kuna ajali mbalimbali nani, kwa sababu Mungu anaongea na watu hapa. Kwa nini ajali wakati wa siku zake? Kwani hichi mabaya yanatokea siku zake kama ni siku yake? Mungu anaongea na watu hapa. Kwa nini wanaosafiri kwa ajili ya Pasaka hizo wanasafiri kwa ajili ya hizo wanazosema sikukuu za Krismasi? Tushaongelea vingi sana. Kwa hiyo tunahitimisha kwa kuambia kwamba shikeni sana haya ambayo Bwana ametaka tuyatoe kwenu, lakini aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake mara umvunjika ghafla na wala atapata dawa. Amen.